Juzi nilikuwa naongea na bibi harusi mmoja, alikuwa anaolewa. Nikamwangalia yule bibi harusi, alikuwa amekwenda akipeleka keki kwa wakwe zake, alikuwa amepiga magoti, tena anatembea kwa magoti. Alionyesha unyenyekevu wa hali ya juu sana. Kwa kweli ulikuwa unabariki ule unyenyekevu, ni kiwango cha kubariki sana, cha kufurahisha. Lakini pia alipokuwa anaenda kwa wazazi wake, alikwenda amepiga magoti. Lakini alipokuwa anampa mume wake, hakupiga magoti. Kumbe kibiblia kwa wewe Mkristo, lakini hata kwenye mila na desturi zetu, mume wako anapata heshima sawa na ile unayowapa wazazi wako, unayowapa wakwe zako. Tena kibiblia ni kama vile mume wako anatakiwa kupata heshima zaidi ya wote. Kama ambavyo umepiga magoti ukionyesha heshima kwa wakwe zako, ulipaswa kupiga magoti ukionyesha heshima kwa mume wako. Na hasa mnapokuwa katika mazingira mbele za watu. Mkishakuwa nyinyi wenyewe wawili tu, yale ni mazingira mengine, yanaweza kuwa mazingira ya kimapenzi. Lakini mkishakuwa katikati ya watu, unatakiwa uonyeshe hizo heshima, sio tu rohoni, lakini uonyeshe nje pia. Mume anatakiwa apewe taarifa ya changamoto zilizopo, ya mambo mbalimbali yanayofanyika. Kiongozi lazima apewe taarifa. Ukiwa humpi taarifa, manake hauko tayari kuongozeka, hauko tayari kutawalika, hauko tayari kumpokea kama ni kiongozi wako. Lazima umpe taarifa ya mambo yote yanayoendelea, na kama kuna changamoto, ili aweze kukushauri na kukusaidia. Lakini kuna kitu kingine ambacho natamani nikiongelee leo. Kuna matumizi ya sauti. Matumizi ya sauti. Sauti ina mambo mengi sana ndani yake. Na katika matumizi ya sauti, wanawake wengi wamefundishwa na makungwi. Wanawake wengi tumefundishwa matumizi ya sahihi ya sauti. Lakini ni yale matumizi ambayo nguvu kubwa imeelekezwa matumizi ya chumbani, matumizi ya kitandani. Sauti sahihi ya kutumia tumeelekezwa sana pale. Lakini leo naomba nilete hii kwako kwenye eneo jingine muhimu sana. Matumizi ya sauti mnapokuwa mmetofautiana na mume wako. Mnapokuwa mmetofautiana na mume wako, matumizi ya sauti ni kitu muhimu sana ambacho kinaweza kusaidia kupozesha vurugu ambalo lingeweza kuwa kubwa, likaharibu mali, likaharibu amani, likavuruga familia. Matumizi sahihi ya sauti. Mwanamke umepewa sauti nyororo, sauti nyembamba, sauti nyepesi. Hiyo sauti ni Mungu amekumba nayo, amekupa. Na umepewa kwa makusudi maalum. Mnapokuwa mmetofautiana na mume wako, hebu epuka kukaza sauti na kuikomaza, kujaribu kuipandisha iwe juu. Epuka kufanya hivyo, kwa sababu unapofanya hivyo unachochea ugomvi. Unafanya muwe kama mafahali wawili wanaopambana. Naomba nikutie moyo mwanamke mwenzangu. Chukua hii, kaa nayo, itakufaa sana. Kaa nayo kuanzia leo. Ukiona mmetofautiana na mume wako, mnafikia mahali kama vile nataka kuja ugomvi, inataka kuja kugombana, hebu hakikisha sauti yako unairudisha mahali pake. Unaifanya iwe natural, unaifanya iwe vile ambavyo Mungu ameiumba. Irudishe kwenye utulivu. Ukisharudi tu kwenye utulivu, sauti yako ya kike itatoka vizuri sana. Na ile sauti ya kike inaweza kutuliza ugomvi mkubwa, ukageuka na kuwa kitu kidogo ambacho hata kisaidii. Lakini wewe mwanaume, sauti hiyo uliopewa, sauti nzito, hiyo sauti ina makusudi. Kama nilivyosema, wewe kama mfalme, wewe kama kiongozi, kazi kubwa ulionayo ni kulinda, ni ulinzi. Hata kule porini, wanyama wa porini huwa wanatumia sana sauti. Tunajua sauti ya simba ikitoka watu wote wanaogopa. Tunajua hata tembo wana sauti zao. Tunajua wanyama mbalimbali wana sauti zao fulani, na kwenye hatari wana sauti zao fulani. Kwa hiyo sauti ulionayo mwanaume ni sauti ambayo ndani yake imebeba utiisho, imebeba mamlaka. Sauti nzito uliopewa. Hebu usije ukaona ilegeza hiyo sauti. Ukiona ilegeza hiyo sauti, unapoteza kitu ambacho Mungu amekuumba nacho. Kwa hiyo ukiongea kwa utulivu, kwa sauti yako natural kabisa, hiyo sauti inavyotoka, inatoka na utiisho, inatoka na mamlaka kama kiongozi. Inakuwa rahisi. Wakati mwingine watoto wakitusumbua njiani, wakitusumbua nyumbani, wote tunakimbia haraka kumwambia baba, mtoto huyu anasumbua. Sauti ikitoka ya baba, mtoto huwa anatii. Hata mimi nilikuwa mdogo nilikuwa natii. Sauti ya baba ikitoka inakushtua, kwa sababu inakuja na namna fulani ya utiisho ambao Mungu ameumba nayo. Lakini pia Mungu amewasaidia wanaume huwa sio waongeaji sana, wanaongea mara chache. Kwa hiyo akiinua sauti akazungumza, unatii, na unajua cha pili, nisipotii nitapata fimbo. Na baba pia ni sehemu muhimu, discipline master wa nyumbani. Sehemu muhimu sana nafasi ya baba. Kwa hiyo sauti itumike vizuri. Neno la Mungu katika Mithali 15 mstari wa kwanza linasema jawabu la upole ugeuza hasira. Kwa hiyo mwanamke, tumia sauti yako vizuri.
Mwanaume, tumia sauti yako vizuri. Mnapokuwa mmetofautiana, mwanamke ni kushauri, nenda kasikilize, kawasikilize mbwa. Kuna siku nilikuwa naongea na ndugu zangu, kawasikilize mbwa wakiwa umeanza vurugu. Kama ni mbwa jike na dume wameanza vurugu, mbwa jike anajua sana kubadilisha sauti, na haraka kisha badilisha ile sauti, utulivu unatokea. Hebu jaribu kuwasikiliza, jaribu kugoogle ukiwasikiliza mbwa wakiwa kwenye kugombana, alafu ni jike na dume, haraka huo ugomvi unashuka. Na mara zote mwanamke, ukiweza kushusha sauti yako ukaongea sauti ya utulivu, na hasa mnapokuwa umetofautiana, mimi naomba ushike ile kichwani, mtofautiana tu, kumbuka sauti yako ya kike iko pale, kwa sababu inaweza kuingia masikioni mwa mtu na kutuliza vurugu kubwa ambalo lingeweza kutokea. Na basi hata nafasi ya uongozi, nafasi ya ufalme, unapokuwa katika kutofautiana na mume wako, unajaribu kupandisha sauti, sitaki, nimesema sifanyi, unajaribu kupandisha sauti, unakaza sauti, unaleta vurugu. Ongea kwa sauti yako natural, ile sauti inaweza kutuliza vurugu, kukawa na usalama.